الدرس السادس عشر أمبابو حافظ تكوير الثامن عشر. الدرس الثامن عشر درس يكم يناني إذا كانت المرأة مع محارمها ونمك أتكبقوا يكم إلى محارم ذاك فيجوز أن تكشف ما يظهر إنجوز كفنون كويك وازي ما يظهر في العادة vile ambavyo vinadhihiri katika mazoea karraqabati kama vile shingo wa sha'ri na nywele wal qadamayn na nyayo zake mbili. Idha kanat almar'atu ma'a maharimiha, mwanamke atakapokuwa yuko na maharimu zake maharimu yake, fayajuzu an takshifa, basi inajuzu kufunua na kuweka na kudhihirisha wazi ma yadhharu fil 'ada, yale maeneo yanayodhihiri kimazoea, karraqabati kama vile shingo wa shari na nywele wal qadamain na nyayo zake mbili. Maharimul mar'a tumeshasoma tayari, basi kadhalika si mnakumbuka tulisoma katika darasa yetu ya nini ya Ijumaa. Kwa hiyo maeneo ambayo ataruhusiwa kuyadhihirisha mbele ya wale ambao haiwezekani wao wakamuoa ni arraqaba, shingo yake, ashar, nywele zake, alqadamain, kadhalika nyayo zake mbili, nyayo zake mbili. طيب nadhani mpaka hapo nadhani kuna maelezo marefu tena. Kwa hiyo tutafuata kwa mukhtasar tu maharim almar'a wametajwa katika suratu an-Nisaa nambari 23. Mahrim wa mwanamke wametajwa katika suratu an-Nisaa nambari 23. Ghayr al-ummu, mama yake mzazi, al-maharim min an-nisaa. Sasa nyinyi kwa sababu ni tayyiba mwenyewe kwa sababu ni wanawake, hebu nianze kutaja maharim katika wanaume. Al-maharimu min ar-rijal, mahrim kutokana na wanaume. Kwanza al-abu, baba, na kila aliye katika manzili ya baba, babu, baba, na kila aliye katika manzili ya baba, ambapo anaingia katika baba na babu yako alimzaa baba, babu aliyemzaa babu yako, babu na kuendelea, mababu wote wanaingia hapo. Lakini vile al-akh, kaka yako, sawa sawa ni baba mmoja au wa mama mmoja, sawa sawa ni baba mmoja au mama mmoja au wa mama mmoja baba mmoja. Lakini vile vile al-ammu, baba mdogo, yani baba mdogo ni kaka wa baba yako, ndugu wa baba yako, yule ambaye baba yako na yeye ni ndugu yake. Unamhitaji baba mdogo na sikadhalika. Tayeb, wewe pia ni maharimu yako wewe mwanamke. Lakini vile vile al-khali, mjomba, akhul yani kaka wa mama yako, ndugu wa mama yako, anaitwa mjomba, ni maharimu yako. Ibnul akh, mtoto wa kiume wa kaka yako au wa ndugu yako. Wa ibnul ukhti, na mtoto wa kiume wa dada yako. Kwa mtoto wa kiume imma wa dada yako au kaka yako, huyo ni maharimu yako. Zawjul ummi, mume wa mama, mume wa mama yako, hao ni maharimu min ar-rijal, maharimu min ar-rijal. Kwa
mujibu wa aya iliyo katika suratul Nisa nambari 23. وحرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم pameharamishwa kwa nyinyi waoa mama zenu mabinti zenu na akhawatukum ndugu zenu wa ammatukum baba zenu mama zenu wadogo wa khalatukum shangazi zenu wa banatul ikhwa na watoto wa kike wa ndugu zenu wa banatul akhawat ni kaka zenu wa banatul akhawat na watoto wa kike wa dada zenu wa ummahatukum allati arda'nakum na mama zenu ambao wamekunyonyesheni. Kwa ukigeuza kwa mwanamke unapata hurrimat alaykum ummahatukum, huyu mwanaume anaambiwa, kiwa mwanamke baba zenu, sawa. Wa banatukum, huyu mwanaume, akiwa mwanamke wa banatukum, na mabinti zenu. Wa akhawatukum, na kaka zenu, dada zenu, ambapo nani huku tumesema nani, al-akh. Wa ammatukum, na baba zenu wadogo, huku tumesema al-am. Kule mama zenu wadogo, huku al-am. Kwa mwanaume, kwa mwanamke ataambiwa ammuk, baba yako mdogo. Wa khalatukum, na washangazi zenu, huku mwanamke ataambiwa khaluk, mjomba wako. Wa banatil ikhwa, wa banatul ikhwa, na mabinti wa dada zenu, kaka, ndugu zenu, kaka zenu, mfano wake. Huku tumetaja nini? Ibnul akhi wa ibnul ukhti, mtoto wa kiume wa kaka yako na mtoto wa kiume wa dada yako. Haya mpaka mwisho wa aya min surati an-Nisa 23. Hebu muhifadhi, fanyeni kazi kuhifadhi aya, kila mtu ahifadhi, alafu darasa inafuata inshallah nitasikiliza. Nasallallahu al-afiyah wassalam.